الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khalifa mtukufu ayyadhahullah ta'ala bin Salah Aziz anasema kwamba Mwenyezi Mungu amemsihi muaminio na amemkumbusha muaminio kwamba awe mwenye kufanya ibada na awe na hulka njema, kwa sababu bila kuwa na vitu hivi viwili anayedai kwamba yeye ni muaminio hawezi kuwa muaminio, kwa sababu muaminio ana alama yake hii kwamba awe mwenye kufanya ibada. Pamoja na hii anatakiwa, hii pia ni muhimu kwamba ajiepushe na mambo ya ufedhuli. Haiwezi kuwa hivi kwamba mtu mmoja awe muaminio kisha yeye awe na hulka mbaya. Kwa kawaida mtu anakuwa mwenye hulka mbaya wakati anapokuwa na majivuno au kibri. Ndiyo maana kuhusu watumishi wa Mwenyezi Mungu, Mungu anasema kwamba yamshuna alal arzi haunan, yani wao wanatembea ardhini kwa unyenyekevu sana. Na mtu ambaye anayekuwa na unyenyekevu yeye anajiepusha na ufisadi na anakuwa na tabia ya kupatana. Na pamoja na hii hulka zingine njema pia zinapatikana ndani yake. Wakati kwa kuwa na hulka njema anazingatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu pamoja na hulka njema anatimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Katika hali hii iliyoelezwa katika Qur'an tukufu inapatikana ndani ya muaminio mkweli, kana kwamba muaminio mkweli anakuwa mwenye kufanya ibada na vile vile anakuwa mnyenyekevu. Hazuru anasema hii pia ni sahihi kwamba kila mtu amepewa uwezo tofauti na vile vile hali ya maumbile pia ni tofauti. Baadhi wakati hali kwa muda inapatikana ya aina hii ambayo inakuwa kizuizi kwa ajili yake. Ndiyo maana kila mtu kila wakati na katika kila hali hawezi kuwa na hali ya aina moja ya hulka njema au hali ya hulka zake. Vile vile kwa ajili ya kupata maendeleo katika mambo ya kiroho hawezi kuwa na hali ya aina moja katika swala zake ambazo zinatakiwa muaminio awe nazo. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu amewapatia waaminio urahisi sawa na hali. Mwenyezi Mungu hamkalifishi mtu zaidi ya uwezo wake, au Mwenyezi Mungu hamkalifishi mtu zaidi ya uwezo wake. Au tunaweza kusema kwamba kazi zingine ni za aina hii kwamba mtu hawezi kufanya zile kazi, lakini kauli hii haiwezi kusemwa kuhusu dini tukufu ya Islam. Kwa mfano kuhusu swala, Mwenyezi Mungu anapomwambia muumini kwamba swala ni fardh, analazimika kusali swala, pamoja na hii anampatia urahisi pia. Kwa mfano mtu ambaye kwa sababu yoyote hawezi kusimama wakati wa kusali, Mwenyezi Mungu amemwambia kwamba aswali swala kwa kukaa,
na yule ambaye hawezi kusali katika hali ya kukaa kwa sababu ya maradhi au kwa sababu ya udhaifu, Mwenyezi Mungu amemwambia kwamba wakati wa kusali swala anaweza kulala, au katika hali ya kulala anaweza kuswali. Kisha hakuna shati wakati wa kulala kwamba alale upande fulani. Katika hali yoyote amelala anaweza kuswali. Kuhusu usafiri au kuhusu shida ingine, Mwenyezi Mungu amesema kwamba musali swala ya usafiri au mchanganye swala. Basi mtu yeyote kwa sababu ya udhuru wote hawezi kusema kwamba hii rahisi kwake kuswali swala au yeye hawezi kuswali swala, bali wale watu ambao wanaofanya kazi ya aina hii kwamba nguo zao zimechafuka, wao pia wamepewa amri hii kwamba ikiwa nguo zao zimechafuka katika nguo zile zile wanaweza kuswali, lakini wanalazimika kuswali, hawaruhusiwi kuacha swala. vile vile ikiwa maji hayapatikani, katika hali hii Mwenyezi Mungu amesema kwa kufanya tayammum wanaweza kuswali swala. Ilmuradi mwenye akili hawezi kukubali udhuru ya mtu yeyote kwamba kwa ajili yake si rahisi kuswali swala. Wakati mtu anapokuwa na afahamu analazimika kusali swala, basi kuhusu sala kusema hii kwamba katika hali fulani hatuwezi kusali swala, hii sahihi. Tukiuliza watu wengi wanaleta udhuru wa aina mbalimbali. Watu wa aina hii kwa kuleta udhuru wa aina hii wanakuwa mbali na imani. Basi kila mmoja wetu anatakiwa azingatie jambo hili vizuri. Wakati wa ufunguzi wa msikiti wa Ireland, hutuba niliyotoa na nilipokumbusha kuhusu ibada kutoka Marekani, mbashiri wetu moja aliniandikia barua, hata nilipokea barua kutoka maeneo mengine pia, kwamba baada ya hutuba ile mahudhurio yameongezeka misikitini. Hii inaonyesha wazi kwamba kutokuja misikitini kwa ajili ya swala kwa sababu ya kazi au kwa sababu ya nyingine yoyote ilikuwa si kwa sababu ya hii, bali wao walikuwa wavivu na walipokumbushwa walipata athari yake. Lakini kuna haja ya kubaki na athari hii, na hii ndiyo ni sifa ya maaminio kwamba anapokumbushwa anarekebisha hali yake. Hazur anasema Khudamul Ahmadiyya na kina mama wanatakiwa wafanye juhudi kwamba vijana wawe na tabia ya kusali swala, kwa sababu katika umri huu wanakuwa na afya nzuri na wanaweza kutimiza haki za ibada. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alitukumbusha sana kuhusu hii kwamba katika ujana mtu anaweza kutimiza haki za ibada. Katika uzee kwa sababu ya maradhi mbalimbali mtu hawezi kutimiza haki ya ibada. Ilmuradi mwanadamu anatakiwa afikirie kwamba fardh iliyowekwa na Mwenyezi Mungu, hata kama mtu anajilazimisha kwa kufuata zile fardh, anatakiwa afanye hivi badala ya kuwa na urahisi na starehe. Mtu hatimizi amri zile au fardh zile. Ikiwa Mwenyezi Mungu amejalia afya, katika hali hii anatakiwa atoe shukrani ya neema hii kwa kuswali, na haki hii inaweza kutimizwa kwa kufanya ibada. Kwa ajili ya kutoa shukrani ya afya kuna haja ya kufanya ibada na kuna haja ya kusali swala. Basi kuna haja sana ya kuzingatia jambo hili, kwa sababu bila hii imani yetu haiwezi kukamilika. Sasa narudi upande wa jambo lingine, yani kuwa na hulka njema.
wale wanakuwa na hulka njema wao wanakuwa na sifa ya kusema kweli na wanabaki juu ya ukweli. और सच्चाई पर कायम रहते Hii ni sifa ya mwaminio kwamba anabaki juu ya ukweli na hasemi uongo hata kidogo katika maisha yake. Na hii inaweza kutokea katika hali hii kwamba mtu anapochukia uongo, कि अगर झूठ से इंतहाई lakini kwa kawaida tunaona nini duniani kwamba katika hali mbalimbali watu wanategemea uongo. Watu wengine wanasema kwamba nilikuwa sina nia ya kusema uongo, lakini kwa bahati mbaya nimesema uongo, au kwa kosa nimesema uongo. Watu wengine wanafanya asylum hapa na wanasema kwamba nimesema kauli fulani kwa sababu ya kosa, nilikuwa sina nia ya kusema kauli ile. Lakini Hazur anasema ikiwa mtu hana tabia ya kusema uongo, basi katika hali hata kakosa hasemi uongo. Mwenyezi Mungu ni msamehevu, anawasamehe wale watu ambao wanaujuta na wanajua kuhusu kosa lao. उनको गलती का एहसास हो, Lakini katika hali hii लेकिन इस सूरत में tunatakiwa tujute na tutubu. Lakini ikiwa mtu anasema uongo kisha hajuti wala hatubu, और फिर इस पर नदामत भी महसूस न करे, na ikiwa mtu amepata hasara kwa sababu ya kusema uongo wake na yeye उसका इजाला करने hamsaidii yule, bali anajaribu kuthibitisha kwamba uongo wake ni kweli au ni sahihi, au aseme kwamba bila kusema uongo yeye alikuwa hana njia yoyote, basi mtu wa aina hii hana imani wala hana hulka njema. ना ही अच्छे अखलाक Bila shaka mtu wa aina hii anatakiwa aelewe vizuri kwamba yeye si katika njia iliyonyoka. Kisha kuhusu hulka, Mwenyezi Mungu anasema waqulu linnasi husna, yani mzungumze na watu kwa upole na kwa njia nzuri. Hazur anasema kwa kawaida mtu hazungumzi na watu kwa ukali, hata kama watu wengine wanakuwa na tabia ya kusema ukali, lakini hawafanyi hivi kila wakati, yani hawazungumzi kwa ukali. Lakini wakati Mwenyezi Mungu anaposema kwamba mzungumze na watu kwa upole na kwa njia nzuri, anasema kwa sababu ya hii kwamba mulete upole katika mazungumzo yenu. Wale watu wanakuwa na tabia ya aina hii ya kusema ukali, wao wale wazungumze kwa njia nzuri, na msiseme kauli ambayo inawaudhi wengine kwa sababu ya mambo madogo madogo, msipate hasira na ghadhabu. Lakini baadhi watu kwa sababu ya tabia zao wanapata hasira mara moja. Watu wa aina hii baada ya kusema ukali, maneno ya ukali, akijuta na akitubu kwa sababu ya udhio aliyopatia mwingine na akifanya istighfar, basi katika hali hii Mwenyezi Mungu anasema kwamba nimeacha wazi mlango wa tauba kwa ajili ya mtu wa aina hii. Na Mwenyezi Mungu anapokea tauba ya watu wa aina hii, lakini kutokuzingatia amri hii ya Mwenyezi Mungu na kupata hasira na wanatumia ukali bila kuwa na sababu yoyote, तशद्दुद और सख्ती करते चले जाने वाले na hawajuti wala hawatubu, भी नदामत hawa ni watu ना करने वाले ambao hawana hulka njema. Na pamoja na hii, अखलाक से गिर रहे हैं, kwa kukataa amri ya Mwenyezi Mungu wanakuwa wenye dhambi. नफी करके गुनाहगार भी हो रहे हैं। Ibada za watu wa aina hii hazifai hata kidogo. Basi Mwenyezi Mungu
ana wasamee wale watu ambao kwa hasira au kwa jazba wanafanya kitendo fulani, lakini baadaye wanapopata akili na ufahamu wanajuta na wanatubu na wanajaribu kuondoa ile tabia. Lakini yule mtu ambaye hajuti, hata yeye akipata ufahamu haonyeshi majuto wala toba, mtu wa aina hii hawezi kuleta udhuru wowote mbele ya Mwenyezi Mungu. Basi tunatakiwa tuzingatie amali zetu. Mimi napokea mambo mbalimbali, mambo ya mke na mume, na vile vile mambo ya biashara, na kuna mambo mengine pia, kwamba watu wanakuwa na ghadhabu na hasira ya aina hii, kwamba hawaoni kwamba wanasema nini au wanafanya nini. Wanawaudhi wanawake na wanawapiga pia, na vile vile kuna mambo mengine pia hawatendei vizuri, kisha hawafanyi juhudi. Hata kama islahi kamati wa kadhaa inafanya juhudi ya kurekebisha mambo, hawa watu wanasisitiza juu ya kauli yao, amali yao, na wao wanapopewa adhabu kutoka kwa nidhamu ya jumuiya, katika hali hii wanapata ufahamu kidogo, kisha wananiandikia kwa ajili ya msamaha na wanajaribu kulipa malipo ya makosa yao. Huzuri anasema ni sawa, watu wa aina hii baada ya kupata adhabu kwa kupata msamaha wanafanya mwisho wao uwe mwema, lakini wao wanakuwa na lawama hii kwamba wao waliadhibiwa. Lakini ikiwa wao wasingezingatia na wasingesisitiza majivuno yao huko mwanzoni, iliwezekana kwamba mambo yangerekebika na wasingepata lawama hii ya kupata adhabu. Watu wa aina hii wanatakiwa wasalimishe imani yao na waokoe imani yao. Wapo wengine ambao hawakubali, ni hawa watu ambao wanaenda mbali na hawakubali mambo ya dunia, na faida ya dunia ni za siku chache. Tunatakiwa tuzingatie mwisho wetu, namna gani tunaweza kupata fadhila za Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa tufikirie kuhusu hii. Naendelea kukumbusha wanajumuiya kwamba tunatakiwa tuboreshe hulka zetu katika mambo madogo madogo. Hatutakiwi tukamatwe na kibri yetu na majivuno yetu. Kila mtu wa jumuiya anatakiwa afanye juhudi kwamba awe mfano mzuri wa hulka njema. Bila shaka baadhi wakati tunapata hasira na tunapata jazba, haya ni maumbile ya manadamu, lakini mwaminio ni yule ambaye Mwenyezi Mungu amemwamuru, na tunatakiwa tupate ushindi juu ya jazba yetu na ghadhabu yetu, na sawa na amri ya Mwenyezi Mungu tutumie jazba hii na ghadhabu hii. Nilitoa mfano wa mume na mke. Angalieni aya zinazosomwa katika hutuba ya nikaha, namna gani Mwenyezi Mungu kwa kuzingatia ucha Mungu ametoa amri mbalimbali. Wote mume na mke wanatakiwa wafuate amri hizi, lakini watu wengi hawazingatii mambo haya. Wanaona ndoa ameshafungishwa, basi wameoa, basi hii inatosha. Watu wengine hata wanasisitiza juu ya amali zao na wanakuwa na fahari juu ya amali zao. Wakati mambo yanaporekebika, wao wanasisitiza juu ya amali zao na wanakuwa na fahari kwamba sisi tulibaki juu ya amali zetu na hatukubadilika, na namna gani tumemfedhehesha mtu fulani na fulani. Wanaona kwamba maoni yao ni sahihi na hawajali kuhusu maoni ya wengine, na wanasema hii tu, yoyote tuliyofanya ni sahihi.
है वो सही है. kwa sababu sawa na maoni yao mtu mwingine alitakiwa atendewe hivi kama walivyofanya, इलाज ही ये था जो उन्होंने सोचा और जो उन्होंने किया. na wao wanaona kwamba इसके अलावा min ghairi ya hii kulikuwa hakuna njia ingine yoyote. Huzuri anasema tukikubali kauli na maoni ya watu wa aina hii, maana yake ni kwamba dini ambayo waliokubali ile dini ni dini ya uongo, kwa sababu dini inasema kitu tofauti na wao wanasema kitu tofauti. Bila shaka wao wanaweza kusema kwamba amri hii ya dini ni aina hii, kwamba sisi hatuwezi kufuata amri hii ya dini, lakini kusema hii kwamba bila kuvunja amri hii na yoyote tuliyofanya, bila kufanya ile hatukuweza kuishi, जो कुछ हमने किया है hii ni sawasawa na kusema kwamba dini ni uongo. मजहब को झूठा कहने वाली बात. Mwenyezi Mungu anasema kwamba mupate ushindi juu ya ghadhabu yenu na muwatendee watu kwa njia nzuri na msisitize juu ya makosa yenu na mujitahidi kutekeleza haki za wanadamu. Bali Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam amesema yule ambaye hatimizi haki za wanadamu उन्होंने यहाँ तक फरमाया है कि जो बंदों के हक अदा नहीं करते na hafanyi mfano mzuri sawa na amri za Mwenyezi Mungu, जो खुदा ताला ने हमें बताए, basi huyu mtu ना एक मोमिन के लिए au hawa watu hawatimizi haki ya Mwenyezi Mungu. Pia swala zao na ibada zao pia zinakuwa kwa ajili ya kuwaonyesha wengine, और इबादत kwa sababu सिर्फ दिखावे की हैं, क्योंकि उन्होंने kwa sababu ibada hizi hazikuleta mabadiliko yaliyotakiwa yapatikane ndani ya mwaminio, पैदा नहीं की. na ndani yao ule unyenyekevu haukupatikana ambao uliweza kuwapatia ukaribu na Mwenyezi Mungu. Ikiwa katika hali ya ghadhabu na hasira akipigwa picha yake, kwa sababu siku hizi ni rahisi kupiga picha, yani kutengeneza video. Mtu mwenye akili katika hali ya kawaida akiona video yake hii atashangana, ataona haya kwamba hali yake ilikuwaje wakati wa hasira. Sayyidina alayhi salatu wasalam nasaha alitozupatia kuhusu hali hii, yani wale wanapata hasira na ghadhabu hali yao inakuwaje. वालों की कैफियत क्या हो जाती है, Wao wanakuwa bila akili na bila ufahamu, अकल और हिकमत से खाली हो जाती है, baadhi wakati hata wao wanakuwa mwenda wazimu. पागलपन तक नौबत पहुंच जाती है. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza zaidi kuhusu hii kwamba akili inapotea wakati wa hasira, ametukumbusha kwamba tuwe na subra, kwa sababu kuwa na subra nguvu ya akili inaongezeka. Sayyidina alayhi salam anasema kwamba kumbukeni, kuna uadui baina ya ghadhabu na akili. Wakati mtu anapopata hasira na ghadhabu, akili haiwezi kubaki, lakini wakati anapofanya subra na anapovumilia, basi yeye anapata nuru, na kwa sababu ya nuru hii mwanga unapatikana ndani ya akili yake, kisha nuru inapatikana kutoka kwa nuru. Kwa sababu ya ghadhabu na hasira गुस्सा और जोश की हालत में, क्योंकि दिल moyo unakuwa kwenye giza, kwa hiyo giza inapatikana juu ya giza. फिर Kisha wale wanapata ghadhabu wanasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba moyo wao unakuwa bila kuwa na hekima. Amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba yule anayetumia ukali na anapata ghadhabu, basi hawezi kusema maneno ya maarifa na hekima kwa ulimi wake, bali moyo wake unakuwa bila hekima na maarifa. हिकमत की बातों से महरूम किया जाता है. Yule ambaye anapata hasira kwa haraka, के सामने जल्दी तैश में आकर आपे से yeye hawezi kusema maneno ya hekima na maarifa, na wala hawezi kusema mambo ya mema, kwa sababu yeye anakuwa katika hasira, kwa sababu ghadhabu na akili haiwezi kuwa sehemu moja. जो मकबूल गजब होता है उसकी अकल मोटी और फहम Yeye hapati ushindi wowote katika uwanja wowote. मैदान में गलबा और नुसरत नहीं दिए जाते.
hasira na ghadhabu inapozidi basi mtu anaweza kuwa mwenda wazimu katika hali hii. Kisha anasema sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba kuna nguvu za aina mbili ambazo zinampeleka mwanadamu katika hali ya kuwa mwenda wazimu. Ya kwanza ni kuwa na dhana mbaya, na ya pili ni kuwa na ghadhabu na hasira. Yani mtu anapokuwa katika hasira kila wakati na anapoendelea kufanya dhana mbaya, katika hali hii anakuwa katika hali ya mwenda wazimu. Basi ni muhimu kwamba mtu ajiepushe na dhana mbaya na ghadhabu na hasira. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza sifa ya maaminio anasema kwamba maaminio anatakiwa awe ya aina gani, na yeye hatakiwi aache akili katika hali yoyote pengine ilivyoelezwa kwamba atakuwa hali ya wenda wazimu. Sayyidina alayhi salam anasema kwamba mtu anatakiwa atumie nguvu yake kwa wakati na kwa hali. Kwa mfano ni ghadhabu, ikiwa inakuwa zaidi ya ile hali iliyotakiwa basi inakuwa hali ya uenda wazimu. Anayepata hasira na ghadhabu basi chemchem ya hekima kinayanganywa kwake. Hata kama anapata hasira hatakiwi aseme manene kwa ghadhabu sana. Kisha sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba namna gani maaminio anatakiwa apate ushindi juu ya ghadhabu yake. Amesema wal kazimin al ghaiza wal afina anin nas, yani waaminio ni wale ambao wanapata ushindi juu ya ghadhabu na wanawatendea watu kwa msamaha na ghufira. Katika Injili pia mafundisho ya msamaha yametolewa, lakini yale mafundisho yalikuwa kwa ajili ya Mayahudi, na Hazrat Isa alayhi salatu wasalam amesema wazi wazi kwamba mimi sihusike na watu wengine isipokuwa wana wa Israeli. Hata wale wengine wakikufa au wakipata ukovu mimi sijali. Basi msamaha wa Masihi ilikuwa kwa ajili ya wana wa Israeli tu, lakini Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ambaye alikuja kuwa Masihi wa Muhammad, duara wa msamaha wake ulikuwa kwa ajili ya dunia nzima. Basi sisi pia tunatakiwa tupanue msamaha wetu na ghufira yetu. Hizi ni hali na viwango tunayotakiwa tupate ikiwa tunataka kupata fadhila na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na kwa ajili ya hii tunatakiwa tuwe na tabia ya kuvumilia na kutumia upole ikiwa tunataka tuseme mambo ya maarifa na hekima, ili watu wavutike upande wetu na tuweze kusogeza kazi Sayyidina alayhi salatu wasalam. Katika hali hii mambo yetu ya nyumbani na katika mambo yetu ya kila siku hatutakiwi tutumie ghadhabu na hasira. Ikiwa sisi tunatakiwa kwamba tusipoteze fahamu yetu na akili yetu, katika hali hii tunatakiwa tujiepushe na ghadhabu na dhana mbaya. Ikiwa tunataka kuwa waaminio kweli kweli katika hali hii tunatakiwa tutumie uwezo wetu sawa na mahala pake. Yani hata kama hasira inapatikana haitakiwi hali ya mwenda wazimu upatikane, bali inatakiwa ikiwa ghadhabu inapatikana iwe kwa ajili ya kurekebisha hali ya mtu mwingine, asipite zaidi ya hii. Katika hali ya ghadhabu mtu anakuwa katika hali ya mwenda wazimu, basi kuna haja ya kutumia njia ya wasitani. Ikiwa mtu amepata hasira, inatakiwa ile hasira iwe kwa ajili ya kurekebisha tu hali ya mtu mwingine, isipite zaidi ya hii. Isiwe kwa ajili ya kupata starehe ya nafsi yake au kwa ajili ya kuonyesha kwamba yeye ni mkubwa kuliko wengine. Sayyidina alayhi salam amesema yule anayeonyesha hasira basi anapoteza imani yake. Sayyidina alayhi salam amesema uzuri wa Islam ni kwamba Islam kwa kukumbusha kuhusu hulka njema inasema kwamba hasira isiyo na maana
inatakiwa isitumiwe. गुस्से को दबाने Basi kila mmoja anatakiwa awe na hulka hizi, kwa sababu bila kuwa na hulka hizi mtu hawezi kuwa mwaminio mkweli. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam amesema mara kwa mara katika maandiko yake वातर फरमाया है kwamba tunatakiwa tuwe na ushindi juu ya jazba na hasira, lakini sisi tuna uvivu mmoja kwamba hatufuati kama ipasavyo. Na katika amri hii ni wanajumuiya wa kawaida pia wameambiwa na viongozi pia, kwa sababu watu wa aina hii wanawasomea wengine maandiko ya Sayyidina Ahmad alayhi salam na wanawasihi kwamba wasipate hasira, lakini wenyewe wanasahau kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salam amesema kwamba nyinyi muwe wenyenyekevu sawa na Mungu kwa kuwa wa kweli. Lakini inaonekana hivi kwamba wengine kwa kuwa waongo झूठे होकर na kwa kuwa wadhalimu wanajaribu kuthibitisha kwamba wao wamedhulumiwa. आपको मजलूम साबित करने की कोशिश करते हैं Kisha namna gani tunaweza kusema kwamba hawa watu wana imani hata kidogo? Kwa sababu imani inahitaji na inataka kwamba badala ya kusisitiza, mtu anapopata akili na ufahamu wanajuta na wanatubu. Ikiwa wamemuudhi mtu yeyote, baadaye wajaribu kujuta na kumsaidia yule mtu, angalau wawe na majuto kwamba nimefanya nini na huyo mtu. Huzur anasema tunatakiwa tuchunguze miongoni wetu ni wangapi ambao wanakuwa na fikira ya aina hii. जो ये सोच रखते हैं Ikiwa mtu amefanya dhulma kwa अगर जुल्म sababu fulani, जोश के तहत हो गया है baada ya kupita ule muda, mwaminiwa anatakiwa ajute, na उसका इजाला करना चाहिए ikiwa नहीं करते hawajuti na hawatubu, na katika उनके सारे हालात hali hii hata baadaye hawatubu kuhusu hawa Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam amesema kwamba hii imani si imani halisi, bali ni imani ya kuwaonyesha wengine, bali imani hii ni sawa na kiputo उसके ऊपर पानी है ambamo हवा है ndani yake maji hayapatikani bali hewa yanapatikana ndani yake. पानी की कैफियत में Basi kama nilivyosema, kuna haja ya kuchunguza amali zetu, tuzingatie na tuone kwamba mara ngapi ikiwa tulidhulumiwa na katika hali hii hatukupata hasira wala ghadhabu, au ikiwa ni viongozi wa jumuiya kwamba mara ngapi imetokea hivi kwamba mwingine alimdhulumu na yeye alitoa uamuzi kwa kutumia uadilifu na hakujali kuhusu dhulma aliyotendewa. Hii si sifa kwamba ikiwa kuna mashindano baina ya mtu mkubwa na yeye hakumjibu, bali sifa ni hii kwamba ana uwezo wa kumwadhibu lakini hamwadhibu yule mtu. Hazur anasema hapa iwe wazi hii pia kwamba इंतजामिया ikiwa uongozi unaleta mapendekezo ya kumpatia adhabu mtu fulani katika jumuiya, hii haiji chini ya ghadhabu. Ikiwa mtu anastahili kuadhibiwa katika hali kumsamehe, inakuwa dhambi na inakuwa dhulma. अगर कोई अपने मामलात में Mtu ambaye anadhulumu na anaruka mipaka yake, katika hali hii kazi anamwadhibu kama wazazi wanawaadhibu watoto. इस तरह बच्चों को माँ बाप या उस्ताद सजा देते हैं, ये सजा Adhabu hii inayotolewa kwa sababu ya kosa na dhambi ni kwa sababu ya hii kwamba alienda kinyume na sheria au alinyang'anya haki za wengine. Huzuri anasema maelezo haya ni muhimu kwa sababu ya hii kwamba wengine wanadhulumu na hawafuati sheria na wananyang'anya haki za wengine,
kisha दूसरों के हुकूक की वसफ करते हैं, uongozi unapoadhibu, उन पर निजाम जमात जितना nidhamu ya jumuiya inapoadhibu, wao wanaanza kuniandikia, na labda kuanzia leo pia wataanza kuniandikia kwamba umetoa hutuba kuhusu msamaha na ghufira, sisi tutendewe hivi na sisi pia tusamehewe. Huzuri anasema kuhusu hii, nimeshawahi kusema mara chungu mzima kwamba mimi sina uadui wowote na mtu yeyote. Watu wengine जाती दुश्मनी नहीं है। wananitukana katika barua zao. Kuhusu watu wa aina hii, hata mimi sipati hasira moyoni mwangu hata mara moja, उनके लिए भी wala sipati hasira. Watu wa aina hii kwa kawaida hawaandiki majina yao, wanaandika majina ya kibandia. Hata wao wakiandika majina yao katika hali hii, pia nawahakikishia kwamba hatua yoyote haikuchukuliwa dhidi yao, hata kama wao wananitukana. Lakini mimi napata rehema kwa kusoma barua zao, na napata bahati na nafasi ya kufanya istighfar zaidi, na hii inakuwa faida kwangu. इस्तिग़फ़ार का मुझे मौका मिल जाता है, मेरे लिए तो ये फ़ायदा मंद है। Onyo na adhabu inatolewa katika jumuiya ni kwa sababu ya hii kwamba wananyang'anya haki za wengine au wanaenda kinyume na amri za sheria, na kwa masikitiko makubwa adhabu hii inatolewa, si kwa furaha. Adhabu hii inatolewa siku ambayo katika posta yangu nikipata barua ya msamaha kuhusu mwanajumuiya fulani, na maamir na viongozi wananiandikia kwamba kosa alilolifanya ameshajuta na amesharekebisha, basi siku ile inakuwa siku ya furaha kwangu. सबसे ज़्यादा मेरी खुशी का दिन है। Basi ikiwa majukumu yangu yananilazimisha nichukue hatua kule, msinilazimishe. Lakini ndiyo nataka kusema hii pia lazima kwamba मैं ये भी ज़रूर कहूँगा, wanafamilia wanapoleta mambo yao katika kadhaa na katika nidhamu ya jumuiya, na viongozi wanatoa uamuzi, na familia moja inaambiwa kwamba itoe majukumu fulani, au inaambiwa kwamba ikiwa ni mambo ya fedha kwamba alipe kiasi hiki au atimize majukumu mengine. Basi katika hali hii, familia ambayo inatakiwa ichukue mali, ipokee mali, ile familia pia inatakiwa izingatie hali ya mapato ya familia ingine, na yeye anatakiwa iwapatie urahisi sawa na hali yao. Kule hawatakiwi wasisitize kwamba walipwe mara moja. Hii ndiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Yani mtu kwa sababu ya kibri na majivuno asiwadhulumu wengine. Ilmuradi tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu, na tunatakiwa tufikirie kwamba sisi ni wafuasi wa yule mtu ambaye alipewa jina la Masihi. जिसका नाम मसीह रखा गया। Hili ni jambo la kufikiria kwamba Sinam al-Islam ikiwa ameitwa Masihi, kwa nini ameitwa Masihi? Kuna kitu gani ambacho kinamtofautisha kuliko manabii wengine? मसीह को दूसरे अंबिया से Hazur anasema hakuna shaka ndani yake kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa na sifa zaidi kuliko manabii wengine, दूसरे तमाम kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtu mkamilifu na sheria yake ilikuwa sheria iliyokamilika. Lakini मुकम्मल शरीयत zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika manabii wengine tunakuta kwamba wao pia walikuwa na sifa ya aina fulani ambayo inamfanya kuwa bora kuliko wengine. Basi Masihi aliyekuwa na sifa, वही मसीह मौद na ile sifa ni sababu ya kufananisha Masihi wa Muhammadi na Masihi wa Musa alayhi salam. Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu amesema kwamba sifa ya Masihi Maud alayhi salam na Masihi Isa alayhi salam ni sifa ya msamaha. Hata Biblia inasema kwamba msipambane na mwenye shari, hata ukipigwa makofi kwa shavu lako moja umpatie shavu nyingine.
mtu akitaka kuchukua ishati yako umpatie hata kanzu yako. कुर्ता लेना चाहे mtu akikuchukua kupeleka maili moja uende naye maili mbili. haya ni mafundisho ya Biblia. Huzur anasema bila shaka manabii wote walitoa mafundisho ya msamaha na upole, lakini Masihi sawa na hali ya wakati wake na अपने जमाने के हालात zake alisisitiza sana juu ya upole na msamaha. basi haya ni mafundisho maalum aliyoleta Masihi alayhi salatu wasalam. na wakati Sayyidina alayhi salatu wasalam alipopewa jina la Masihi au alipofananishwa na Masihi wa kwanza, maana yake ni hii kwamba yeye pia aliambiwa kwamba atoe mafundisho ya upole na msamaha. नरमी की तालीम देने का ingawa amepewa jina la Masihi kwa sababu ya hii pia kwamba alikuja kwa ajili ya kurekebisha Wakristo pia, na kwa sababu ya hii aliitwa Masihi. ingawa alikuja kwa ajili ya dini zingine, alikuja kwa ajili ya mabaniani, na kwa sababu hii alipewa jina la Christian. भी मबूस होने की वजह से vile vile कृष्ण भी रखा गया kwa ajili ya Waislamu na kwa ajili ya mataifa yote ya dunia alikuja kwa kumfuata nyayo za Mtume sallallahu alaihi wasallam. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैर limradi yeye sifa yake ya kuwa Masihi imeelezwa haswa kwa sababu Sayyidina Alayhi Salam ametoa mafundisho ya upole na msamaha, na amesema asitumike ukali. Sayyidina Alayhi Salam anasema Mwenyezi Mungu anataka kuleta mapinduzi ndani ya nafsi zenu na anataka mauti kutoka kwenu. Kwa baada ya mauti hii atawahuisheni tena, atawapatieni uhai, mupatane haraka iwezekanavyo na musamehe dhambi ya ndugu zenu, kwa sababu के गुनाह बख्शो क्योंकि शरीर वो mwenye shari ni yule ambaye haridhiki kupatana na nduguye. basi huyu mtu atakatwa kwa sababu analeta mafarakano ndani ya jumuiya. muache kibri yenu, majivuno yenu katika hali yoyote, na muache tabia ya kukasirika, na muwe wanyenyekevu kwa kuwa wa kweli ili mwasamehewe, और सच्चे होकर झूठे की na muache tabia ya kibri, kwa sababu katika mlango mulioitwa mtu mnene hawezi kuingia katika mlango ule. Zura anasema kwamba ikiwa hatuzingatii mafundisho haya basi tunadanganya dunia. ikiwa sisi wenyewe hatufuate mafundisho haya, hatuna haki ya kuwaita wengine upande wa mafundisho haya, basi kuna haja sana ya kurekebisha hali yetu. अपनी बहुत इस्लाह की जरूरत है। Sisi tunatakiwa tuonyeshe mfano mbele ya dunia. kwa kuona mfano ule dunia ijue kwamba tumepata ushindi juu ya ghadhabu yetu na hasira yetu. wakati wa ufunguzi wa msikiti wa Ireland nilisema kwamba sasa tukifanya mahubiri watu watatuuliza kwamba kuhusu Waislamu wengine mnasema kwamba wao hawakumpokea Masihi aliahidiwa, ndio maana hawana mwongozo. Nyinyi umeshampokea Masihi Maud, ninyi umeleta mapinduzi gani ndani ya nafsi zenu? Basi mifano yetu inatakiwa ifanane na mafundisho yetu. हमारी तालीम से मुताबिकत रखने वाले होने चाहिए। Wanaokubali dini zingine wote hawafanyi mambo kinyume na hulka njema. Inatakiwa ifikiriwe kwamba je, Wakristo wote na mabaniani wote au watu wa dini zingine wanaendelea kugombana au kupigana? Hapana, bali miongoni wao pia wapo wenye kupenda kupatana. Ikiwa miongoni wetu wengine wana tabia ya kupatana na wengine wanafanya अखलाक से गिरी wanakuwa na hulka mbaya, basi katika hali kuna tofauti gani baina yetu na baina ya wengine? Tofauti itakuwa wakati sisi hatutakuwa na tabia ya kupigana na kuleta ufisadi kwa kufuata mafundisho, na mtu mwingine asishuhudie kitendo cha aina hii katika maisha yetu. Hata kama wachache wanapatikana katika jumuiya ambao
tabia ya kuleta ufisadi sisi tuwachukie, yani tusipende vitendo vyao. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba ikiwa mnaona ovu umetendeka, ikiwa mnao uwezo mufute ovu ule kwa mkono, ikiwa hamna uwezo basi muzuie kwa ulimi, lakini ikiwa ni hamna uwezo huu basi mujione vibaya moyoni mwenu kuhusu ule uovu. Basi katika jamii ya Ahmadiyya pia inatakiwa iwe tabia hii ya kuona kitendo kibaya ni kibaya, au tuwe na tabia hii ya kwamba ikiwa tuna uwezo wa kurekebisha kwa mkono tufanye hivi, au ikiwa kwa ulimi tunaweza kufanya basi tufanye hivi kwa kutumia ulimi, au tuhisi moyoni mwetu. Katika hali hata wachache hawaache hulka njema, bali kila mmoja anafanya juhudi ili aboreshe hulka zake. Sisi hatutakiwi tuungane na mdhalimu yeyote, tunatakiwa tufuate ile njia kwayo Mwenyezi Mungu na mtume wake ametuamuru tufuate. Na katika zama hii Sayyidina alayhi salatu wasallam ametukumbusha sana kuhusu njia hizi. Tunatakiwa tuwe na tabia ya upole na msamaha na ghufira. Tukiona mtu anadhulumu katika hali hii tuone kwamba hakumshambulia mtu aliyedhulumiwa, bali ametushambulia sisi. Hata zaidi ya hii amemshambulia Sayyidina alayhi salatu wasallam kwa sababu aliyefedhehesha ile kazi kwayo alikuja Sayyidina alayhi salatu wasallam. Basi washambuliaji wa aina hii ni kazi yetu tuwazuie. Ikiwa hatuwezi kuzuia kwa mkono, tuwazuie kwa ulimi na tuhisi kwa mioyoni mwetu, na tufanye maombi ili tusalimike katika dhulma ya wadhalimu. Basi ikiwa tunaona vibaya kwa sababu ya hulka mbaya na jamii nzima inaona vibaya, basi pole pole harakati za aina hii zitakwisha. Lakini inaonekana baadhi wakati katika dhulma wazazi na ndugu pia wanashirikiana, hususan katika mambo ya nyumbani. Tena si hii tu kwamba wao wanashirikiana, bali kwa jina la urafiki watu wengine pia wanashirikiana badala ya kuwafahamisha na kuwapatanisha. Basi kwa ajili ya kurekebisha jamii, badala ya kushirikiana katika dhulma hii, tuone aliyemshambulia madhulum amemshambulia Sayyidina alayhi salatu wasalam. Hali hii itakapopatikana, mtaona jinsi gani jamii yetu itarekebika na vitendo vyetu vitasababisha kutimiza lengo la kuja kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Mwenyezi Mungu ajalie pamoja na ibada tuweze kuwa na hulka njema, badala ya kujiingiza katika ufisadi tuweze kumfedhehesha Sayyidina alayhi salatu wasalam. Mwenyezi Mungu atujiepushe mbali na majivuno ya kila aina. Hazuru nasema leo pia baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza moja ambayo ni ya Bi Asia Begum Sahaba, mke wa Abdur Rahman Saheb marehemu wa Inner Park, tarehe 3 Oktoba 2014 katika umri wa 69 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mjukuu wa Ahmad Yar Saheb na Mehtab Bibi Sahiba walikuwa masahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Alikuwa msaliaji wa sala na tahajjud na mwenye kufanya maombi na kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Alikuwa akitoa michango yake bila kukosa. Alikuwa mwanamke mwema sana. 1978 wakati mume wake alipoingizwa katika kesi ya uongo, yeye alionyesha subra sana. Wakati ule marehemu alikuwa Musia. Pamoja na kufanya wasia, alitoa sehemu ya wasia ya mali yake yote. Ameacha mabinti watano na watoto wa kiume 2. Mtoto wake mmoja Ishtiaq ni Bashiri, anaishi Pakistan, na mwingine ni Ejaz Ahmad anayetumikia jumuiya katika ulinzi hapa. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na amghofirie.
na awajalie watoto wake waendeleze mema yake. Zuri anasema mimi nitaenda nje kwa ajili ya kuongoza swala, nyinyi mpange safu yenu hapa miskitini na musali sijereza pamoja nami. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.